Uzuri kwenye hii dunia, hakuna miongoni mwetu atakayeishi milele. Kila mtu atakufa tu. Kwa mimi sijali wala sihofii. Nyinyi ni wakufa kama ambavyo mimi nitakufa na nyinyi mtakufa vile vile. Labda niwaambieni kitu kimoja tu. Uzuri kwenye maisha yangu sina cha kupoteza tena. Na yote ni kwa sababu nimefanya kitu kwa ajili ya kumsaidia mpenzi wangu ninayempenda. Nyamaza wewe! Unasubutu kunyakua mdomo wako na kuongea maneno ya shombo mbele ya kiongozi. Kumbe kiongozi. Kwa huu ndo kiongozi wako, si ndio? Wow. Hivi huyu ni kiongozi au amekalia tu kiti ambacho wenyewe hawapo ndo maana kakaa afu namuita kiongozi? Dori, mimi nadhani sina muda wa kujielezea sana. Unajua nini cha kufanya, na usipokifanya hicho ambacho unatakiwa kukifanya, utafanyiwa wewe baada ya wewe kufanya. Siku zote baba akiwepo katika familia ni furaha sana, ila asipokuwepo watoto huagizana. Uamuzi ni wako. Yaani mme wangu, huwezi amini. Yule kijana mshenzi yule, eti leo kidogo anibake. Ndio. Ala mke wangu, hebu nyoosha maneno. Alitaka au ame? Sobotu zake. Aweze vipi? Ameweza kwa hao wajinga wenzake, sio mimi. Nimemuwashia moto pako mpiga nimempiga. Kwa hiyo ina maana hajafanikiwa. Wewe afanikiwa wapi? Mimi sio mwanamke wa design hiyo. Alafu sasa mdo naongea naye hivi, ngashangeti anaongea na kitu ambacho mimi sikioni. Eti nisamee, kasema huyu kadata huyu. Kataka kuvuta unga huyu. Bangi mbaya. Hana mke wangu, bangi wapi? Kaluni. Hivi unakumbuka kwamba kuna siku nje kukwambia nimeota ndoto ya malaika anambeba yule kijana mbakaji? Nakumbuka. Unakumbuka sasa yule malaika yule ndo amerudi. Anamchukua mmoja baada ya mwingine. Yaani ile miuni yote anaiua. Yaani ninavyokuambia. Lile uni lingine, Konkodi, Puga, I wanna go home. Puga amefariki. Watu nafurahi kwamba uni kubwa Konkodi limefariki. Hivyo sasa basi. Mimi sina muda wa kusubiri mke wangu. Nachukua kimfuko kwenda msiba, mambo ya mankuli tena hapo. Sasa hivi ule msibani. Hana mke wangu, kilewetelewa unakuta mwana sio wako, alafu mimi ndo kamati ya mapishi. Hivi ninavyokuambia mashehe wanashindana. Nani atapika chakula kizuri? Wapishi unaambiwa tena, wali mweupe au pilau? Unapenda lipi mke wangu? Acha mimi niende. Kaka samani, sijakuelewa vizuri. Nani amekufa? Dada yangu, kwanza karibu kunywa chai. Alafu kwa taarifa ya msiba uliokuwepo hapa ni ya Puga. Puga huyu ambaye namjua mimi au kuna mwingine? Labda kuna Puga mwingine ambaye unamjua wewe, lakini Puga ninayemjua mimi, lile sela madhi, sela la ovyo, ndio kama hivyo. I want to go home. Yaani akufa. Hii inawezekanaje? Hata siwezekane kwa nini? Yule na mimi na wewe wote ni sawa tu, kwa sababu pia naye alikuwa anaenda. Alafu roho yake sio ya mzungu, ni ya Mungu, ndio maana wamechukua. Puga. Yaani mimi mke wangu nikitoka huko na kimfuko changu kimejaa wali mweupe, mixa pilau. Yaani nikija hapa mwendo wa kula nyanya, alafu unavofuata sasa, kwa Yusufu. Sinchashiba tena mmeo, unajuaga.
wacha niende mke wangu, maana mimi ndo kamati ya maandalizi masuala ya misosi mankuli. Na hiyo ndio kazi yako unaoiweza. Vingine Mke wangu, wacha mimi niende. Kwa sababu gani? Ninavyokuambia, mashe wauni wote wanafurahi. Mashe wanasema leo mpishi gani atakayepika chakula kizuri, tule chakula cha muuni. Sasa mie nani kama mashe wauni wote wapo, mie nani nichelewe? Nami kamati ya maandalizi naenda. we Mpemba. Safi sana. Siku zote ngoma ya watoto huwa haikeshi, na hiyo michezo yako unayocheza ni michezo ya kitoto sana. Labda nikwambie tu, yule ambaye ulikuwa unataka kumuua sasa anaendelea vizuri, ila kinachoenda kutokea, hii adhabu inageukia kwako wewe. Hichi kifo kitakupata wewe, tena tutakuua sasa hivi. Uzuri kwenye hii dunia, hakuna miongoni mwetu atakayeishi milele. Kila mtu atakufa tu. Kwa mimi sijali wala sihofii. Nyinyi ni wakufa kama ambavyo mimi nitakufa, na nyinyi mtakufa vile vile. Labda niwaambieni kitu kimoja tu. Uzuri kwenye maisha yangu, sina cha kupoteza tena, na yote ni kwa sababu nimefanya kitu kwa ajili ya kumsaidia mpenzi wangu ninayempenda. Nyamaza wewe! Unasubutu kunyakua mdomo wako na kuongea maneno ya shombo mbele ya kiongozi. Kumbe kiongozi. Kwa huu ndo kiongozi wako, si ndio? Wow. Hivi huyu ni kiongozi au amekalia tu kiti ambacho wenyewe hawapo ndo maana hakaa afu namuita kiongozi? Kwa sababu Kai ni mume wa mtu, na sio mume wa mtu tu, ni mume wangu na ninampenda sana. Unampenda? Eti unampenda? Hivi unampenda Kai au unapenda mali zake? Na kama ulikuwa unampenda Kai, kwa nini unataka kumuua? Wewe aliyokuambia kwamba nataka nimuue mume wangu nani? Aliyekwambia kwamba nataka nimuue mume wangu nani? Nimesikia kila kitu. Nimesikia kila kitu ukishushuliwa pale mbele ya bwana wako wa nje. Oh. Nafurahi umelijua wewe. Sasa nikwambie, sio Kai tu, hata wewe ninaweza nikakuua. Dada samahani, naomba unielekeze, yaani sijaelewa, yaani naomba nielekeze vizuri basi. Mimi mwenyewe mwenzako hata sijui. Wewe ndo kama unapomuona hapa, kaongea hai kaondoka. Alafu wakati mwingine Mpemba analopoka, lakini na leo wakati mwingine saa mbovu unasema kweli. Sasa ni ya kweli lakini inawezekana. Siamini kabisa. Mpenzi wako ulivyo. Mpenzi wako ulivyo. Mpenzi wangu alifanya nini? Yaani mimi nachanganyikiwa kabisa, ninashindwa kuelewa. Yaani hapa nimevurugwa, yaani sijui hata nakwambiaje yani. Niambie basi umevurugwa nini? Niambie basi mimi niweze kujua nafanyaje. Japokuwa alikuwa muoni mambo yake ajabu ajabu, hata mimi aliwahi kunitongoza, lakini nauma Olive, yaani nauma. Wewe mkelele wewe. Hivi una kitu unachokiongea? Yaani mpenzi wangu mimi nipigwa kutongoza wewe. Kwa kipi? Ndio nafika kule kuleta hapa si ndio? Yaani umetoka kutoka kompyuta kuja kunisumbua mimi si ndio? Sio hivyo Olive. Puga amefariki. Nisimame. Mimi huwezi kuniua kwa sababu hata huko nilikotoka nilikuwa nafanya kazi ya kuua watu. Kwa hiyo ukijaribu kugusa hata unywele wa Kai, na kuahidi nitakutanguliza wewe. Unadhani unanitishi? Mimi unitishi binti. Nafikiri ukipita huko barabarani unaona vichawa kike ni wengi sana.
Hawa walikuwa kama wewe, waking'ang'ania wanaume za watu. Sasa basi, endelea kubaki hapa kumng'ang'ania mume wangu, na kuahidi natoka. Nikija kurudi nadhani utakuwa umeshachanganyikiwa. Kwa habari za chini chini nazo zisikie, Puga amefariki. Tulishawahi kutoka siku moja na bosi wako hapa mpaka nyumbani kwa kina Puma. Tulivyofika kule, sijui dada yake, sijui shangazi yake, sijui mama yake akawa anasema hivi Puga alishawahi kumuua mdogo wake huko nyuma. Inavyosemekana huyo mdogo wake amerudi tena hapa duniani, ndo aliyemuua. Hizo ni taarifa za chini chini tu. Sasa usilie jamani. Pole. Pole, pole. Nye vipi? Haya, wewe kinachokuuliza hapo nini? Afu mbona mnafiki sana wewe binti? Yaani unalia, yaani ili ionekane vipi kwamba yaani umeumia? Kama vile wewe ndo mwanamke wa Kai. Mbona mimi mwenyewe nimetulia, jambo limetokea leo hujasubiri hata lipoe. Hivyo bado la moto umeanza kuita majirani kuanza kuhadisia. Mbona huna siri wewe binti? Mbona huna kaba? Jambo likitokea humu ndani unalifurahia. Kwa hiyo umefurahi sana eti? Aya, na wewe nishakukataza mara ngapi kuja hapa nyumbani kwangu? Hamna dada, usiwe hivyo. Kelele hivyo. Niongee mara ngapi kwamba uhitajiki hapa? Amtoka aondoke zako. Nenda kitu gani? Poleni, poleni jamani, poleni. Tunaona mshamaliza ubobo wote huko ndani. Wewe kaka, kuomba toka kutoka mmoja utafuta chakula msibani. Mendele kwa mnatamba umbea. Yeye na yoma zipa ovyo unashinda kujishikilia wewe mwanaume. Yaani viumbe vingi nasema kuja kufanya nini hapa duniani? Ndio kule kwa ajili msiba. Kwanza niulize kutoka kwa Ojala. Siba kwa uchungu. Bora ndugu yangu. Bora ndugu yangu wewe yako Ni mwanaume mwenzangu. tumia tukaongea lugha moja kuliko wale wanawake walikuwa wanatamba umbea. Hebu niambie, naona watu wanajongea, ina maana watu wanaondoka. Vipi msiba? Bwana, msiba hapa huko. Yaani inamaanisha kwamba msiba umesafirishwa. Inawezekana vipi msiba usafirishwe? Kwa ina maana kuhusu mambo ya mankuli inakuwaje labda? Kuhusu mambo ya msosi hayapo tena kabisa. Hii haipo. Hawa ndo wanaharibu misiba hapa mtaani kwetu. Kwa sababu gani? Msiba usafirishwe vipi? Kabla watu hatujala majirani. Tunapata wapi pawa ya kulia? Naomba kukuuliza. Kuuliza jelo, kufungulia geti hapa, uingie ndani buku. Hapana, sio hivyo. Ni kwamba nilichokuwa nataka kukuuliza, hivi ni kweli Puga amefariki? Allah. Kajua labda unataka kuuliza swali gani kuhusu Puga kufariki? Ndio amefariki. Puga amefariki. Hivi ninavyokuambia watu ndio hao wametoka hapa sio mimi kutafirisha tukupo ya nini? Milo inaniuma hapa nimekota mambo ya mtele. Basi nawe naye. Pole wewe naye. Basi. Ana dadangu wa moto wewe nakukwambia.
Pole pole sana, ndo kama hivyo wamesafirisha. Pole. Aya we binti, mbona una kilanga sana hivi? Kitu gani hasa kilichokusibu? Siku hizi nakuona umekuwa mjeuri. Tunashare bwana, si ndio? Usio ukakuta tunashare bwana, ndio maana wewe. Hebu rudi hapa. Mimi sinaongea na wewe. Mbona umekuwa kiburi hivi? Umeshaota mapembe eti? Yaani mimi naongea na wewe unapita unaondoka. Ina maana mimi unaniweza au unanichukuliaje? Siongei na wewe. Ni bora nikaenda nikaongea na wewe mwanamke halali wa Kai, wanaotarajia kufunga ndoa hivi karibuni, na sio wewe mwanamke mnafiki. Wewe vipi? Hautaruhusiwa kuingia huko ndani, maana kuna shughuli zinaendelea. We kaka, unajua mimi haraka nilokuwa nayo mpaka unaniambia sitaweza kuruhusiwa kuingia huko ndani, kuna shughuli inaendelea. Samahani, naomba nipishe nipite. Binti, bisha nikaonyesha upande wangu wa pili. Nadhani nitambua mimi ni nani. Nikwambia subiri hapa. Sami, upande wako wa pili wewe wa nini? Unaujua na mimi upande wangu wa pili? Au unataka kujua na mimi upande wangu wa pili? Kaka samahani, naomba nipishe nipite na haraka zangu. Sikiliza wewe binti, unijui sikujui, usisababishe nikaonyesha upande wangu wa pili. Nimeshakwambia tulia hapo mpaka shughuli zetu zitakavyoisha. Sikujui na wala sihitaji kukujua. Kaka samahani. Sikiza, unaletea dharau. Unaletea dharau. Hebu niache nipite. Fanya vitu vibaya, sawa? Binti sikiza. Hey. Vipi, mbona kuna fujo? Najma, inatakiwa uwaelekeze wapumbavu kama hawa. Sio kila mtu anayekuja anatakiwa ujue maswali. Wewe binti, inabidi uheshimu watu sio wajua. Umetukuta hapa na tufahamiane. Naomba tuheshimiane sana. Tumeelewana? Kwa sababu wewe Jordan, unaweza kuondoka na mwenzio ukaniacha na mgeni wangu.